Lakini swali la wanafunzi wa kike na changamoto za ujauzito na changamoto za uzalishaji, lakini na changamoto za kuhakikisha kuwa wanaendelea. Ndugu waandishi wa habari, nataka niwathibitishie kama serikali imempa kipaumbele sana binti, na kama mkiangalia katika taarifa zetu mbalimbali ambazo tumekuwa tukisoma, tumekuwa tukihakikisha kwanza tunaweka mazingira rafiki kwa wanafunzi hawa. Ujenzi huu wa dahalia pamoja na mambo mengine, lengo ni kumprotect huyu mtoto wa kike, kumpa fursa. Mwanafunzi anapokuwa anasoma katika mazingira ya dahalia chini ya usimamizi wa walimu muda wote, inakuwa inamsaidia yeye kupata nafasi ya kusoma zaidi kulikoni anapokuwa skuli anakwenda na kurudi nyumbani na kukutana na mambo tele ambayo yako huko nyumbani. Kwa hiyo katika ripoti yetu ambayo tumesoma hata kwenye mipango yetu ya bajeti mara hii, tuna skuli maalum za wanawake ambazo tutajenga 3. Hili lote ni nia ya serikali kuhakikisha watoto wa kike wanakuwa protected na wanapewa fursa muhimu ya kuhakikisha kuwa wanatoka katika ile sehemu ambayo wanatoka katika sehemu ambazo inakuwa kwao ni changamoto katika kujiendeleza elimu yao. Lakini hata ukiangalia namba hizi za ujauzito, za kesi ujauzito ambazo zinaripotiwa, kwa sababu lazima tukiri, zile ambazo zinaripotiwa katika mamlaka zetu, kwa mwaka 2024 tulikuwa na wanafunzi 9, mwaka 2025 wanafunzi 21, lakini mwaka 2026 ni wanafunzi 4 tu ambao wameripotiwa. Kwa unakuta kuna angalau ups and down ya hizi changamoto kuongezeka na kupungua, lakini all in all tutaendelea kusimamia maslahi ya watoto wa kike katika kujifunza, tukiamini kuwa ukimsomesha mwanamke umesomesha familia nzima.